بسم الله الرحمن الرحيم. أحباء المشاهدين والمشاهدات، أهلا بحضراتكم جميعا. Je, wajua kwamba asilimia 90 ya wanavyoni wanadai kwamba maneno ya mwanadamu yanafuta maneno ya Mwenyezi Mungu? Na kisha si hilo peke yake, na baadhi ya aya za Qur'an zimefutwa na aya nyingine ziliomo ndani ya Qur'an. Halqa ya leo hiyo ndio itakayokuwa, lakini kabla ya kuendelea na halqa yetu, tutasikiza kama uthibitisho maneno anayoyasema mmoja katika mashekhe wakubwa wa Masri ambaye anajulikanwa kama Sheikh Muhammad Hassan. Mwanzo tumsikize, alafu tuendelee na halqa yetu. وأكمل ما تبقى في اللقاء القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وحذاق الأئمة من أهل السنة وحذاق الأئمة متفقون على أن القرآن ينسخ بالسنة. أنا عارف أن الحكم ده شديد شوي، وقد أنكره إمامنا الإمام العلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا أقوله من باب الأمانة العلمية. أنكر هذا إمامنا الشافعي وقال: لا ينسخ القرآن إلا قرآن، واستدل بالآية التي نحن بصددها: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratu Ali Imran aya ya 79 na aya ya 80, anatuambia: ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhidhu al-malaikata wan-nabiyyina arbaban aya'murukum bil-kufri ba'da idh antum muslimun. Sadaqallahu al-azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya kama hini anatuambia: ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa. Mwenyezi Mungu anasema haiwezekani kabisa kwa mwanadamu ambaye kwamba alompa kitabu na akampa na utume na akampa na hikma, kisha mtu kama yule akawa ni mwenye kusema kunu ibadan li min dunillah, yani nituini mimi min dunillahi, musimtui Mwenyezi Mungu, yani asokuwa Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataa mitume wote alowatuma. Hakuna mtume mmoja alosema kwamba nisikizeni maneno yangu, musisikize maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anakataa kabisa. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuweni rabbaniyina. Rabbaniyina yani rabbi, yani wewe uko, maadamu ni mambo ya dini, wewe ni Allah bas. Ala lillahi ad-dinul khalis, wewe ni qala Allah. Hiyo ndo maana ya rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyina, vipi utakuwa rabbani? Bima kuntum tuallimuna alkitaba, alkitab ambao ni Qur'an, wala sio vitabu vingine. La, rabbani ni yule ambaye kwamba anaifuata kitabu na anafuata maamrisho ya kitabu. Bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Kisha Mwenyezi Mungu asema: wala ya'murukum an tattakhidhu almalaikata wan-nabiyina arbaban, wala siwaamrishe nyinyi kuwafanya malaika na mitume arbaban. Nini maana arbaban? Arbaban ni yule anayetuiwa, analolisema
kutoka kwake, maneno ya kutoka kwake anatuiwa, huyo ndio arbab, na yule mwenye kumtii anakuwa ni abdu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataza, asema kwamba wala siwaamrishe kufanya malaika na mitume arbaban, yani mwasikiza maneno yao, sio maneno ya Mwenyezi Mungu, la, maneno ya kutoka kwao. Ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun, yani Mwenyezi Mungu anatambua kwamba unaposikiza maneno ya mwanadamu, unaposikiza maneno ya kutoka kwa mtume, yani maneno ya mtume, sio ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu, la, maneno ya mtume. Ndo hapa akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema rasul, amesema nabiyina, kwa sababu rasul ni natiqu rasmi bismillah, ni mzungumzaji rasmi wa maneno ya Mwenyezi Mungu. Hapa Mwenyezi Mungu ametumia kilima cha annabii. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataa kabisa, hakuna mtume yote alomtumiliza kisha aje baada ya kumtumiliza aseme nifuateni maneno yangu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mitume yote aliotumiliza wote wamekuja kwa ajili ya msimamo mmoja, nao ni msimamo wa kufuata maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nao ni maneno yaliyoko kwenye kitabu hichi na Taurati na Injili ambayo kwamba ni asli. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataa kabisa, na mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam yaum alqiyama atawaipuka wale ambao kwamba wanaofuata maneno yao kuacha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasulahu, kwa sababu unapofuata maneno ya mtu mwingine katika masala ya dini, wewe unashirikisha na maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo umeingia katika antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan, yani wamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa maneno ambayo kwamba hakuyataja ndani ya Qur'an. Hapa tumemsikia huyu shekhe, ni moja katika mashekhe wakubwa wa Masri, Sheikh Muhammad Hassan, na hii ni kuthibitisha haya maneno, kwa sababu wengi wetu mtu hakusoma, wengi wetu katika ummatul Islam hawajasoma. Utakuta mtu anajadiliana na wewe na mambo madogo hafahamu, lakini ana mjadala na kejeli na kukufurisha mtu na hana ilmu yoyote ya dini. Basi ni kwa sababu unakhalifiana na yule anayemfuata, basi hiyo ndo sababu. Kwa hivyo tusikize maneno ya huyu bwana, ama tuyaeleze, tuyafafanue maneno ya huyu bwana anasema nini. Huyu bwana anasema qala Qurtubi. Qurtubi ni mmoja katika wanavyoni wakubwa wa tafsiri, anasema wa hudhaqul aimma, yani wana viongozi ambao kwamba ni waerevu, muttafiquna ala anna alqur'ana yunsakhu bisunna, yani wameafikiana wote hawa hudhaqul aimma kwamba Qur'ani inafutwa na sunna, yani maneno ya Mwenyezi Mungu yanafutwa na sunna, na sunna wao wanatumia sunna ni hadithi. Sunna ni kitu mbali na hadithi ni kitu mbali, lakini wao sunna kwa wao ni hadithi. Kwa hivyo wanasema kwamba wa hudhaqul aimma muttafiquna ala anna alqur'ana yunsakhu bisunna, kwamba wamekubaliana na kuafikiana kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu yanafutwa na maneno ya mwanadamu, kwa sababu hadithi ni maneno ya mwanadamu ambao yaliotungwa baada ya miaka 200, mengine ni ya sawa, mengine ni ya makosa, yamechanganyikana. Kwa hivyo maneno ya mwanadamu ambao ni ijtihadi ya mwanadamu, kwa sababu hadithi ni ijtihadul bashar. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna kitabu ambacho kwamba ni cha hadithi alichokiswahihisha mwenyewe akasema haya kweli ni maneno yangu, la, vyote hadithi zimeandikwa na kuletwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa kwa muda mrefu. Kwa hivyo haya ni ijtihadi bashari, zinafuta maneno ambayo ni Qur'ani ya Mwenyezi Mungu aliyosema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, yanafuta maneno ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anayosema alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kisha anaendelea akasema waqad ankara imamuna Shafi'i. Hapa aliposema hivi mimi nilidhani
huyu atakaye alomtaja atapinga kwamba hakuna naskh ndani ya kitabu. Lakini msiba wa pili unakuja, waqad ankara imamuna Shafi'i, asema kwamba na hakika amepinga imamuna Shafi'i, kiongozi wetu ama imamu wetu Shafi'i. Na katika Uislamu hatuna imamu, la imamuna alquran, bas hatuna imamu, kwa sababu imamu yoyote hatokufalia kesho yaumul qiyama. Imamu yoyote hatokufalia kesho yaumul qiyama. Ni kila mmoja ajitahidi kwa nafsi yake, ni kila mmoja atumie ufahamu wake ili apate kwenda katika ufahamu wa sawa, ama ahakikishe lolote lililosemwa na wanyuma ahakikishe na kurudi ndani ya Qur'an. Lakini kusema wewe utafuata kama kipofu, basi ndugu Muislamu utakuwa ni mwenye kupotea. Ni ufungue akili yako na ufungue macho yako wewe mwenyewe na uhakikishe yote yalosemwa na walopita. Kwa hivyo anasema waqad ankara imamuna Shafi'i, hakika amepinga hilo imamuna Shafi'i, imamu wetu Shafi'i akasema, yani imamu Shafi'i akasema la yunsakhu alquran illa alquran, yani aya ya Qur'ani ndio inafuta Qur'ani. Yani anamaanisha kwamba kuna aya ndani ya Qur'ani tunazisoma lakini hazifanyiwi kazi. Kama huyu wa kwanza alosema kwamba hadithi zinafuta aya za Qur'ani, yani ina maana kwamba kuna aya ndani ya Qur'ani tunazisoma lakini aya kama hizo hazifanyiwi kazi, kwa sababu hadithi tunafuata hadithi, hatuifuati tena hiyo aya. Kisha akaendelea kwamba aliposema hivyo Imamu Shafi'i akatoa wastadalla bi aya, akatoa dalili ya aya ambayo kwamba ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairi minha au mithliha ila akhir al-aya. Hii ni dalili ya kwamba anayosema kwamba Imamu Shafi'i akatoa dalili hini, na aya kama hini haizungumzii kabisa kuhusu aya ziliomo ndani ya Qur'ani, bali inazungumzia ayatul kaunia, aya za ulimwengu, dalili za ulimwengu alizoziteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani dalili za mambo ama vitu alivyoviteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama dalili. Hiyo aya ndio inazungumzia aya, sio kwamba ni aya ya Qur'ani. Wao wamedhani kwamba ni aya za Qur'ani, lakini ni ayatul kaunia, ni aya za ulimwengu, dalili ama alama alizokuwa ameziweka Mwenyezi Mungu za ulimwengu. Kwa hivyo maneno kama haya ambayo kwamba yameidhoofisha Qur'an, yamedhalilisha kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu ama maneno ya Mwenyezi Mungu yanafutwa na maneno ya mwanadamu, na maneno kama haya ndiyo yametia hatari kubwa katika dini yetu. Na jambo la hatari kubwa ni kwamba maneno kama haya mpaka leo yanafundishwa katika jamiati na katika madaris, na haya maneno ndio yamefanya kwamba dini ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba ni dini ya rahma ikawa ni dini ambayo kwamba wakaigeuza ikawa ni dini ambayo kwamba shaitania, dini ya safki dimaa ikabadilika ikawa ni dini ya kumwaga damu, dini ikabadilika ikawa ni dini ya dhulma, ikawa ni dini ya kupora mali, ikawa ni dini ya kuteka mateka wanawake na kwenda kuwauza katika masoko, kama vile tunavyouza ng'ombe na mbuzi katika masoko. Basi imefanya mpaka wakawa wanauza wanadamu ndani ya masoko. Kulingana na haya maneno ambayo kwamba mlioyasikia hapa, yameibadilisha dini kabisa. Rehma ikawekwa kando na ikaletwa kwamba iqabu, ni mateso matupu, kama tutakavyoona hapa. Niko na mifano ambayo kwamba, moja katika mifano, nimetoa mifano mitatu ama minne ya kuonesha hadithi zilizofuta aya za Qur'ani. Yani ndugu Muislamu, aya ya Qur'ani unaisoma na aya ambayo kwamba ni muhkama, lakini waambiwa kwamba aya kama hiyo hufai kuifanyia kazi, bali kuna maneno ya mwanadamu ambayo ni hadithi ndio ufuate hiyo. Mfano wa kwanza
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratul Baqara aya 180 atuambia, kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'rufin haqqan 'ala almuttaqin. Mwenyezi Mungu aya kama hii ameanza na kutiba. Kutiba alaykum, yani faradhi. Kama alivyoanza na kutiba alaykumus siyam, kama alivyoanza na kutiba alaykumul qital, hapa ameanza kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut, yani kuonesha kwamba hili jambo ni la lazima, kama vile wanavyoifuata kutiba alaykumus siyamu na kusema kwamba ni lazima na faradhi kufunga. Hapa Mwenyezi Mungu ameanza kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut, yani Mwenyezi Mungu amelazimisha mmoja wenu anapokuwa amefikiliwa na mauti, intaraka khairan, anapokuwa anawacha mali, yani mtu amefikiwa na mauti na akawa ni mtu na pesa zake, alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'ala almuttaqin. Mwenyezi Mungu hapa anaongelea kwamba ni lazima awe amewacha wasia kwa wazazi wake na kwa jamaa zake, bil ma'rufin haqqan 'ala almuttaqin. Mwenyezi Mungu analazimisha, asema kutiba alaykum, yani lazima ewe mwenye mali kabla hujafa basi uwe na wasia ambao kwamba umeuacha wa wanao, jamaa zako, uwe umeuacha wasia kama ule. Mwenyezi Mungu ametuambia wazi, lakini wao wanatuambia kwamba la, aya hii ni mansukha, imefutwa, haifanyiwi kazi. Haifanyiwi kazi kwa sababu gani? Kwa sababu kuna hadithi ambayo kwamba inayosema la wasiyatu liwarith, hapana wasia kwa warathi. Yani hadithi, maneno ya mwanadamu ambao kwamba yalotungwa baada ya miaka 200 Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa, yaje yafute aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao aya yenyewe imeanza na kutiba alaikum. Mwenyezi Mungu amefaradhisha, wewe waje kutuambia kwamba la, kuna hadithi inasema la wasiyatu liwarith, kwa hivyo hakuna kuacha wasia. Na hadithi kama hii imeletwa kwa siasa, na hapa sio mahali pake pa kuzungumzia masala kama hayo, lakini aya kama hii ni aya imewekwa, yani imetengenezwa na kuwekwa kwa sababu ya siasa zao, ndio wakaweka aya kama hii. Hadithi kama hii na kumnasibisha hadithi kama hii Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tumeona hapa kwamba hadithi inafuta aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio ikatupeleka siku zote nasema maneno ya Mwenyezi Mungu ni rahma, kitabu cha Mwenyezi Mungu ni rahma. Angalia hali inavyokuwa na angalia rehma ya wasia. Sikiza rehma ya wasia. Wasia, wewe mwenye mali unapokuwa umefikiwa na kifo, uko na watoto, mfano uko na watoto wa kiume 3, mmoja ana miaka 2, hata pengine hajaanza nasari, mwingine pengine yuko primary, na mwingine mkubwa ameshamaliza university, hata pengine ni manager katika sehemu fulani. Ikiwa hukuandika wasia, watu watakwenda kwenye urathi. Kwenye urathi yatakapogawanywa yale mali, kila wale watoto 3 wote watapata mali sawa. Ikiwa ni 1,000,000, kila mmoja atapata 1,000,000. Kwa hivyo yule ambaye kwamba ni manager atapata 1,000,000, na yule ambaye kwamba bado ana miaka 2 atapata 1,000,000, na yule aliyeko primary atapata 1,000,000. Lakini inapokuwa ni wasia, wewe uko na haki ya kugawanya zile pesa kulingana na hali ya watoto wako, ama kugawanya yale mali kulingana na watoto wako. Ikiwa mtoto wako ambaye kwamba wa miaka 2, wajua kwamba huyo ana safari ndefu
mpaka atakapokuwa ni rijali wa kujitegemea yeye. Lazima asome shule, lazima aende college, lazima aende university akasome, ndio awe mwenye Kwa hivyo huyu ambaye kwamba ni mchanga utamwekea fungu kubwa kushinda yule ambaye kwamba ushamaliza kumsomesha, ambaye kwamba ni manager katika wasia. Na yule wa pili naye litakuwa fungu lake ni dogo kuliko huyu ambaye kwamba ana miaka miwili primary, kwa sababu shafika primary. Huyo utamwekea. Yule mkubwa utamwangalia kitu kidogo, kwa sababu ni mtu ambaye kwamba anajitegemea mwenyewe na anafanya kazi. Hivyo ndio wasia utakuwa umepanga wewe ambaye kwamba mwenye pesa. Lakini ikiwa itakuwa sio hivyo, ikiwa hutoandika wasia, basi itaingia kwenye urathi, ambapo pengine ile milioni moja yule kijana ama nyumba ulomwachia yule nyumba, ikiwa pengine urathi ni wa nyumba, basi yule mkubwa kawaida katika urathi ndo utakuta yeye amebwagia na kubobea lile fungu kubwa. Ama hata kama ni katika pesa, ikiwa utazigawanya sawa, utakuta kwamba yule mdogo zile pesa hazimtosheleza katika maisha yake mpaka afikie katika umri wa kuwa yeye ni rijali, ambapo yule aliyomeneja hahitaji pesa kwa sababu ni mtu yuko na kazi, ama ni kichache anachohitaji yeye kuliko yule ambaye kwamba, na wajua ambao kwamba hali zetu wakati mzazi anapokufa, mtoto mdogo kama yule sana huwa ni mwenye kutupwa na haki zake kupotea. Lakini ikiwa umeweka wasia, pesa kama ile itakuwa ni mwenye kumwangalia mpaka. Lakini urathi huwezi kufanya mambo kama hayo. Kwa hivyo angalia faida, advantage ya wasia kwa nyinyi ambao kwamba, kwa mtu ambaye kwamba amefikia wakati wa kufa na ataka kuacha wasia. Kwa hivyo wasia ni muhimu zaidi kuliko usiandike wasia, kwa sababu urathi watu watacheza vile wanavyotaka, lakini wasia ni kitu ambacho kwamba kimeandikwa na kitu ambacho kwamba kiko wazi na hakina utata wowote. Kwa hivyo tumekuta kwamba tumewachwa jambo ambalo kwamba ni rahma kwetu sisi. Tumeambiwa kwamba hilo usilifuate, bali fuata ambao kwamba ni jambo lenye kuleta chuki na fitna kati yetu sisi usipoandika ule urathi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anahusia kwamba kitu cha kwanza ni urathi. Hata kwenye aya za urathi Mwenyezi Mungu anasema min ba'di wasiya. Leo watuambia la wasiyata liwarith. Kwa hivyo hiyo ni aya ya kwanza ambayo kwamba wanaosema kwamba imefutwa na hadithi. Aya ya pili ambayo kwamba haifanyiwi kazi, imefutwa, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mzinifu wa kiume na mzinifu wa kike wanapokuwa wamezini kwa njia ya wazi na kukathubutu, wapigwe mijeledi 100. Lakini wao wasema la, arrajmu hatta almaut, ni apigwe na mawe mpaka kufa. Na wakaunda riwayati ambazo kwamba za kuwafanya wao wathibitishe kwamba hii aya azaniyatu wazani haifanyiwi kazi, imefutwa aya kama hii. Wakasema kwamba Sayyidina Umar, sikiza haya maneno ambayo ni tuhuma kwa Sayyidina Umar bin Khattab. Wanasema kwamba Sayyidina Umar anasema laula an yaqula an-nas zada Umar fi kitabillahi la katabtuha. Hapa wanazungumzia kwamba kuna ayatu rajmi, kuna aya rajmi, aya ya kupiga mawe mzinifu mpaka kufa. Aya kama hiyo iko wapi? Sikiza vichekesho. Aya kama hiyo yasemekana na kunasibishwa riwaya hii na Nana Aisha, kwamba Nana Aisha anasema alikuwa ameziweka swahifa za aya ambazo kwamba ni ayatul rajmi na ayatul ridhaa, aliziweka tahta sariri, chini ya kitanda. Hii ni riwaya yasema kwamba Nana Aisha ameweka swahifa ambazo kwamba ziko na ayatul rajmi na ayatul ridhaa.
al-Kabir. Alisema alikuwa ameziweka na Aisha chini ya kitanda, na Aisha asema kwamba tukawa tunashughulika na kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaingia mbuzi akazila zile aya. Yani aya za Mwenyezi Mungu zikaliwa, kwa hivyo haziko kwenye mswahafu. Aya gani kama hizo? Kisha aya kama hizo zikapatikanwa, aya yenyewe ikaambiwa, inasema washaykhu washaykha idha zanaya farjumuhuma albattata nakala min Allah. Yani hii ni aya ilikuweko yani aya ndani ya Qur'ani, swahifa zake zikawa ziko chini ya kitanda, lakini kukaingia mbuzi akazila. Na riwaya nyingine yasema kwamba ni zimeliwa maksudi aya kama hizo, kwa sababu wasema kwamba aya kama hizo zimeondolewa, yani aya kama hiyo ya rajmi imeondolewa, yani imeondolewa kwenye kitabu, imeondolewa kwenye Qur'ani. Kwa hivyo kuondolewa kwake sio kwamba hukumu yake pia imeondoka, la, hukumu yake iko. Kwa hivyo aya imeondolewa, lakini hukumu yake iko. Yani yule ambaye kwamba anaitumia akili yake atajiuliza, ikiwa Mwenyezi Mungu aya ameiondosha, vipi hukumu yake ibaki? Yani aya ameondosha, vipi hukumu yake ibaki? Sasa sikiza hao wahudhaqul aima wajibu nini. Wasema kwamba hii aya imeondoshwa kwa sababu ni aya ya kutisha, kwa sababu washaykhu washaykha idha zanaya farjumuhuma albattata, yani wapigwe na mawe mpaka kufa. Kwa hivyo yani ni adhabu kali. Kwa hivyo mtu akisoma kwenye mswahafu yani anashtuka. Kwa hivyo ikabidi Mwenyezi Mungu aiondoe, iwe haionekani ndani ya Qur'ani, ndani ya mswahafu, lakini hukumu yake iko. Ndugu Waislamu, haya ndiyo maneno ama ndiyo jawabu la hawa wahudhaqul aima, kwamba aya hiyo sababu ya kuondoshwa ndani ya Qur'ani lakini hukumu yake iko, ni kwa sababu tukiisoma tutakuwa tunaogopa na kutishika. Kwa hivyo ikaona fadhali iondolewe kwenye kitabu na hukumu yake ibaki. Kwa hivyo wanasema kwamba hukumu ya rajmu iko, aya ilikuweko, na Saidina Umar asema kwamba aya kama hiyo ilikuweko, na lau siogopei watu. Hapa wanamtuhumu Saidina Umar kwamba hakuandika aya kwa sababu ya kuogopea watu. Na kama tunavyomjua Saidina Umar, ikiwa shaitani, tuambiwa kwamba shaitani wanamuogopa Saidina Umar. Leo Saidina Umar anasema kwamba anaogopea watu kuandika hii aya. Lau sikuogopea watu angekuwa ameandika hii aya. Mfano mwingine ni mfano ambao kwamba wa hatari kubwa. Tuambiwa kwamba aya moja imefuta aya 113. Wanaita ayatu sayf, yani aya ya upanga. Aya kama hiyo inasema, iko katika suratu Tauba, fa idhan salakha al-ashhuru al-hurum faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsadin. Hii ndiyo ayatu sayf, wanaita ayatu sayf, aya ya upanga. Kwa sababu gani? Kwa sababu faqtulu al-mushrikin, wauweni mushrikin, ndio wameita ayatu sayf. Sasa wanasema kwamba aya hii ni moja imefuta aya 113 ziliomo ndani ya Qur'an. Yani aya unaisoma tena, aya ya rehma, aya ya kufanya sote tuwe watu kimoja, Mayahudi, Manaswara, tuwe watu wasio na dini, tuwe ni kitu kimoja, tuwe na umoja, tuwe na amani, tuwe na heshima, tuwe na rehma. La. Zote aya kama hizo zimefutwa na ayatu sayf, faqtulul mushrikin.
Tutazisoma hizo aya, baadhi ya aya zilofuta kwa sababu ni nyingi, aya 113. Kwa hivyo tutasoma baadhi ya aya. Kwenye suratul Baqara aya ya 83 imefutwa, waqulu linnasi husna. Angalia maneno ya Mwenyezi, waqulu linnasi husna, sema na watu husna, kwa uzuri, kwa maneno ambayo kwamba watafaidika. La, aya hiyo imefutwa na ayatu sayf, faqtulul mushrikin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratul Baqara anatuambia aya 190, wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, wala musifanye uadui, Mwenyezi Mungu apende wenye kufanya uadui. La, ayatu sayf, faqtulul mushrikin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratul Baqara aya 256, la ikraha fi din. La, faqtulul mushrikin. La ikrah, Mwenyezi Mungu atuambia tusitendeshe nguvu katika dini. La, imefutwa hiyo, ayatu sayf imefutwa. Kwenye suratu Ali Imran aya 20, fa in tawallaw fa innama alayka albalagh. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad, fa in tawallaw, yani ukiwapelekea mawaidha, yani da'wa ya Uislamu, wakawa ni wenye kuwapa nyongo, yani hawataki, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad, fa innama alayka albalagh, kazi yako wewe ni kuwafikishia, wakikubali wakikataa achana nao. La, faqtulul mushrikin. Mwenyezi Mungu kwenye suratu Nisa asema, fa'arid anhum wa'idhhum, yani wachana nao, wa'idhhum, na wape mawaidha. La, faqtulul mushrikin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwenye suratu Nisa aya 84, la tukallifu illa nafsak. La, faqtulul mushrikin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wama ala rasuli illa albalagh. La, mansukh, imefutwa hiyo, ayatu sayf imeifuta, faqtulul mushrikin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratul An'am asema, qul lastu alaykum biwakil, sema ewe Mtume Muhammad, mimi siye wakili wenu. La, ayatu sayf imeua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratu Yunus asema, wa in kadhabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad kwamba wakikukanusha wao hao, faqul, sema, li amali wa lakum amalukum, mimi na amali zangu na nyinyi mna amali zenu, yani mtajua wenyewe. La, faqtulul mushrikin. Hii ndio hali ilofikia. Haya ni masala ambayo kwamba yanasomeshwa katika jamia na katika madaris, ambao ni masala ya an-nasikh wal mansukh, kwamba ndani ya Qur'ani kuna aya karibia, kuna sura 32 ndani ya Qur'ani ziko na masala ya nasikh mansukh, yani ikiwa aya haikufutwa ndani ya sura kama hiyo, kuna aya imefuta, kuna aya ya kufuta aya nyingine. Hii ndio ilofikia hali ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kudhoofishwa namna hii, kwamba kuna maneno ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aloyasema ya rahma, lakini maneno kama haya hayafai, bali ni lazima uwe. Mwenyezi Mungu anatuambia haina haja kulazimisha katika dini, la, ni lazima uwe. Yani Qur'ani wameifanya vile wanavyotaka wao, na sisi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, sisi kama vile walivyowafanya Mayahudi na Manaswara, wakawafanya makuhani wao na wale mapadri wao kwamba ndio wenye kuwasikiliza maneno yao, bali mbali na kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu, na sisi pia tumewafanya wanavyoni wetu ni arbaban min dunillah. Wao wanaoyasema wao ni sahihi mutlaq, hawakosi, na ukitaka kuyakosoa wewe unakuwa ni kafir, wewe unakuwa zindiki, wewe unakejeliwa. Yani tumekuwa ile haki hatuitaki, bali tunataka batil. Yani alokhalifiana na Qur'ani ndio yuko sawa, na yule ambaye kwamba aloshikana na Qur'ani ana makosa. Subhanallah.
Lakini hii ndiyo hali iliyofanywa Qur'an. Mpaka sio haya peke yake, mpaka maneno ya Mwenyezi Mungu yamebadilishwa ndani ya Qur'an. Mfano nitawatolea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratul Baqara aya 184, na nendeni mkaangalie wenyewe katika vitabu, muhakikishe mambo kama haya sio mambo ya kusikia, la, kahakikisheni wenyewe. Na hiyo ndio dini. Dini ni lazima uwe na qanaa, umekinai ndio unafuata dini. Sio wewe kusikia tu basi, umesikia kutoka kwa shekhe basi wewe wafuata, la abadan. Ni lazima ukinai wewe mwenyewe. Kwa kukinai ni kuhakikisha, uwe na yakini. Dini ni uwe na yakini kwamba hii dini naofuata ndiyo ya sawa. Wewe mwenyewe uhakikishe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia kwenye suratul Baqara aya 184. Nenda katika tafsiri uangalie. Mwenyezi Mungu amesema wa 'ala alladhina yutiqunahu. Wao wanasema wa 'ala alladhina la yutiqunahu, yani wameongeza lam. Ni kama ambapo wanasema Mwenyezi Mungu, wewe umekosea, wewe ukutia lamu, kwa hivyo sisi tunakuwekea lamu. Mwenyezi Mungu amesema yutiqunahu, wao wamesema la yutiquna, yani la yastati'una. Na kisha mtu akisema la, wewe ni kafir, wewe ni zindiq. Kwenye suratul Nur aya 32 Mwenyezi Mungu anasema wasalihina min ibadikum. Wao wamebadilisha ibadikum, wasema hapa ibadikum ni abidikum. Mwenyezi Mungu amesema ibadikum, la si ibadikum ni abidikum. Na kuna tofauti kubwa ya ibadikum na abidikum. Ibadi inatokana na abdu, na abidi inatokana na abdun mamluk. Ibadi ni wale ambao kwamba wanaotii kwa kutaka kwao wao, kwa khiari yao, sio kwa kulazimishwa. Yani mimi ni Rabbu, kwa hivyo wale wanaonisikiliza mimi, wale ni ibadi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maslahi ya dunia ameturuhusu kumuita mwenzako Rabbi. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia ndani ya Qur'ani kuhusu Yusuf, inna rabbi ahsana mathwaya. Ameturuhusu. Kwa hivyo Rabbi ni yule ambaye kwamba anayekusimamia wewe, ikiwa ni kazini, tajiri wako, huyo ni Rabbi. Kwa hivyo wale ambao kwamba wanaokusikiliza wewe, wafanyaji kazi wako, kwa sababu wafanyaji kazi wako wanasikiza zile sheria zako utakalowaambia. Kwa hivyo wale wanakuwa ibaduk. Lakini ibadi kama wale wanakufuata na kutii maneno yako, si kwa kwamba umewalazimisha, la, kwa khiari yao. Yani mtu kama hataki atawacha kazi ende zake, sio kwa kulazimisha. Huyo ndio ibadi ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu hapa anazungumza wasalihina min ibadikum, wale ambao wafanyaji kazi wenu, ambao kwamba wanafanya kazi kwa khiari yao. Sasa wamebadilisha, wamesema abidikum, ambao abidi hii ni jamu ya abdun mamluk. Abdun mamluk ni yule la yakdiru ala shay'in, yule ambaye hana uwezo wa chochote. Huyo mtumwa ambaye tunaita mtumwa, ambao ulikuwa wakati wa zamani kulikuwa na watumwa. Mtumwa hana khiari, akiambiwa anaenda right anaenda, akiambiwa anaenda left anaenda. Lakini ibadi ni yule ambaye kwamba ana khiari. Ndio Mwenyezi Mungu katika dunia sisi akatuita ibad wa ibadur rahman. Yaumul hisab sisi ni abid, lakini yaumul hisab na yaumul qiyama tunarudi kuwa ibad. Kwa sababu ndani katika dunia tunakuwa ibadi, sisi tunamwabudu Mwenyezi Mungu na tunamtii Mwenyezi Mungu kwa kutaka wenyewe, hakutulazimisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amekwambia faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Kwa hivyo unapoamini umeamini kwa kutaka wewe, hakuna lokulazimisha. Huyo ndio Mwenyezi Mungu ndio akatuita ibadi. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anazungumza wasalihina min ibadikum. La, wao wasema abidikum, wanaingiza kwenye watumwa. Kwa hivyo unakuta mpaka kwenye aya vilma vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanavibadilisha. Yote hii ni nini? Sisi sababu ya takdis, tumewatukuza hawa wanavioni. Ndugu Waislamu, siku zote nasema kwamba mimi nawaheshimu wanavioni wote na namuheshimu yoyote, lakini si mtukuzi. Wa kutukuzwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakosi. Lakini huyu mwanadamu, awe ni imam awe ni shekhe, anapata na anakosa. Ndugu Waislamu,
turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuwache mambo ya inna wajadna abaana ala umma. Tuyawache mambo kama hayo ya baba zetu. La, kila mmoja asome na aifahamu dini kwa kutumia akili yake na kwa kutumia macho yake. Wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.